Njoo ukutane na wasanii wa filamu na muziki. Kama ulivyosikia audio hapo, huyu Pastor Msisi anawaalika watu kwenye nyumba ambayo inatakiwa kuwa ni ya Bwana kwa ajili ya kuja kuwaona wasanii na yani kuwa entertained, you see. So sisi tunaomwamini Yesu Kristo, as for yeye itakiwa kuwa hiyo ni kinyume na mafundisho, kwa sababu hiyo ni sehemu, ni nyumba halisi, ni nyumba ilitakiwa kuwa nyumba ya Bwana wetu Yesu Kristo, ni kwa ajili ya kwenda kumtafuta Mungu, kumjua Mungu ni nani, kumjua Yesu ni nani, you see. So hii inalandana sana ile scripture ambayo Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe aliclear kwamba my house shall be called the house of prayer, but you, like to be specific to this Pastor Msisi, have turned the house of the Lord into the den of thieves, you see. So nyumba ambayo itakiwa ipo kwa ajili ya kumheshimisha, kumtukuza Bwana na kwa watu kumjua Yesu Kristo, yeye amegeuza kwamba kwa ni klabu, kama jinsi unavyosikia hapo anavyotangazwa, ninavyosema anawaita watu waje kuwa entertained kwenye nyumba ya Bwana. Mtumishi Beka, karibu. Tumeumbwa na Mungu mmoja, na Mungu ambaye tunamwabudu ni mmoja. Alimwalika shehe kanisani kwenye nyumba ambayo itakiwa kuwa ni ya Bwana, akiamini kwamba, akifundisha kwamba yeye, sisi wa Kristo, kwa maana tunaomwabudu Yesu Kristo, kwamba tuna share au tunaabudu Mungu mmoja na wamwabudu Waislamu. That's not true, kwa sababu tukirudi kwenye kitabu kitakatifu, wao hawakubali utatu mtakatifu. Wao wanamkataa Yesu. Na sisi kama kwenye maandiko wanasema kwamba any spirit that does not confess that Jesus Christ is the Lord is an antichrist. Kwa hiyo scripture inamfanya huyu pastor au huyu mchungaji kuwa antichrist, mpinga Kristo, you see. So kwa sababu kama una Kristo utafundisha kama jinsi alivyosema, if you love me, that's Jesus Christ saying, if you love me, do my commandment. That is not commandment of God, you know. Kwa hiyo hampendi Yesu. Kwa sababu hiyo, kama hampendi Yesu, basi inamfanya yeye kuwa antichrist, okay. So yeye ana agenda nyingine, na haya mafundisho, kuweka tu clear, hayo mafundisho anayofundisha hayo yanapatikana, yanatoka kwenye lodge. Nikisema lodge, na maanisha zile hekalu za Freemason. Freemason ndio wanaamini hicho, katika hicho anachofundisha hicho, kwamba wenyewe wanaamini kwenye umoja, the God of the universe, Mungu wa ulimwengu, you see. So huyo Mungu wa ulimwengu, Bible iko clear kabisa, Mungu wa ulimwengu ni shetani, you see. So hayo mafundisho ni ya Freemason. Freemason ndio wanaamini kwamba ukienda kujiunga, wanakuuliza tu swala la kwanza, unaulizwa kwamba unaamini katika Mungu. Huyo Mungu hawamtaji, wanataka tu ukubali kwamba unaamini katika Mungu, then from there initiation inaendelea, you see. So from there kulingana na hicho, huyu Pastor Msisi ni antichrist, anafundisha mafundisho yanayotoka kuzimu.